uone baraka. Haleluya. Bwana yu juu yangu, amenituma kuwatangazia masikini habari njema. Manake nini? Cha kwanza, Jesus alikuwa encounter na lile neno ili liweze kuonekana na kuleta consequence. Manake nini? Kisima cha makimbilio. Manake nini? Kuna revelation kubwa sana hapa. Hii ukikaa, kwa sababu hii ni encounter ya Yesu yetu. Manake nikakwambia inatakiwa madhabahu ikutambue. Je, umefanyika kuwa encounter na neno la madhabahu? Manake kisima cha makimbilio, manake watu walikuja Isaac kwa jina kisima cha makimbilio. Manake tatu, hii ni namba ya ufunuo wa Yesu Kristo. Manake Mungu akanipa revelation, akaniambia mwanangu uliko hapo. Manake nini? Hii ni ufunuo na neema. Manake kuna watu watakuja hapa, watapata ufunuo, watapata neema, watasogezwa kwenye kusudi lao. Hujanielewa bado? Bado hujanielewa? Kama upo kisimani bado hujanielewa, sikia nikwambie. Manake nini ufunuo? Manake ufunuo, kuna vitu vilizibwa, lakini kwa nguvu ya Mungu kujacha hii encounter, kuna watu watafunguliwa, watasogea, watapata neema. Kuna watu kama sisi tulikataliwa, lakini leo Mungu ashukuriwe, vimefukuliwa visima. Visima vimefunguliwa. Haijalishi tulipitia wakati gani, lakini nikakutana na neno la kinabii. Anasema Bwana amenifanyia nafasi, na mimi leo nimepata nafasi, nimesimama hapa. Watu walinionaje? Kuna mahali huko mtu mmoja hapa amefungwa, kisima kimejazwa uchanga, lakini unapojiconnect na madhabahu, neno la madhabahu nasema utafukuliwa, neema itakusogeza. Haleluya. Mtu wa Mungu nikwambie kitu. Hujapata revelation, usikae mahali kwa bahati mbaya. Kuna watu wakija mahali hapa, wakiona hii neema, nisikie nikwambie, mimi mzee ananijua, nimemsimulia mambo yangu mengi sana. Haikuwa rahisi kufika hapa. Haikuwa rahisi kabisa. Ilikuwa mgumu sana. Sikia nikwambie kitu, nakupa hii testimony. Asaguli ni rafiki yangu. Huyu bwana alikuwa anijui mimi ni nani. Basi kwa sababu unyenyekevu wake ananipenda, lakini siku alipojua mimi ni nani, alikuwa ananipenda. Akila kiniona ananisalimia. Upendo wake tu kaattract kwangu, si rahisi. Akasema huyu bwana ana kitu, kwani nani hivi? Siku ananiambia bwana anafunguka mambo yake. Nilikuwa simjui kama mshiriki wa BSS, mimi sifuatilie hizo. Lakini wakati ndo nyimbo yake ndio nasema kama mtu anamfananisha mimi kumuona wapi? Lakini baada ya kumsogelea iko si rahisi, ananisemesha, lakini mimi nilikuwa niko mbali tu. Na machungu yangu yamekaa kwenye moyo wangu. Lakini aliponipa habari tu, naendaga mlimani, na mimi nikampa story tu kidogo, na akapata akashtuka, akasema kumbe unaendaga? Ambia nimeenda sana. Akanipa sijui lini Mungu akamsemesha huyu kijana. Mungu anakusemesha tu, tulia na Mungu. Mungu ana neema na wewe. Mungu anakupenda sana. Siongee tu kama rafiki yako, lakini nakwambia Mungu anakupenda sana. Nyenyekea, utaona mkuu wa Bwana. Kuna vitu vingine kubali Mungu akufinyane. Unajua alipokutoa. Kwa nyenyekea. Kama umekubali kunyenyekea, kumbuka Mungu agano alipokutoa huko mpaka umefika hapa. Haikuwa rahisi. Kwa nyenyekea, utafute Mungu wa kweli. Tafuta Mungu wa kweli na utamuona. Siku mwaka jana nakwenda mlimani, wale sina habari, nimekaa, simfahamu mzee. Nilikuwa na maombi yangu, nimeshuka chini pale. Mzee Mungu akampa neno langu. Nikashangaa sana. Akasema it's okay. But hapo nimepewa maumivu makubwa ya moyo. Sawa. Tumepambana na huduma imekuwa, niko na huduma huko. Kilichokuwa kinaniuma si kunyinyang'anya kanisa. Kilikuwa kinaniuma nafsi za watu zimepotea. Kwa sababu nilifunga na kufunga ziliokoka. Tukabatiza watu wa kutosha.
wakapotea, nilikuwa na nyuma sana. But nikakata tamaa kabisa kwenye huduma, nikasema sitaki watu. Nafanya mpango, naondoka nenda Marekani. Issue yangu ilikuwa kila kitu imekaa clear. Lakini huyu Mungu huyu alinitafuta sana, akamwambia wewe uondoke, kuna watu bado Kibaigo hawajaokoka, kuna watu bado wapi hawajaokoka, utaondoka uende wapi? Kuna wakati mwingine Mungu anakuzuia safari kwa sababu anataka, kuna watu bado wanataka kuokoka kwenye ardhi ya kwenu. Bado hawajajua kwa kuna mtu yupo. Ile issue ikakanseliwa, nikakaa nimebaki na waza. Lakini Asaguli alishakunitumia namba ya mzee tangu Januari, sijamtafuta. Nimekaa tayari kama Paulo anasema kwa Wakosalika, anasema nilipotaka kuja mara ya kwanza nilikazuiwa. Kwa hiyo nikazuiliwa, nikasema kuna nini? Siku mwenyewe nikamtafuta kwenye simu, nampigia, anatoka Dodoma, anakuja, akanipokea vizuri sana, akanikaribisha nyumbani. Nikaenda nikazungumza naye. Jambo moja aliniambia mwanangu, upasu kukata tamaa, songa mbele. Akuniambia njoo kanisani kwangu tuhudumu, akuniambia chochote kunikaribisha. Hicho ndio nakupa. Hajanikaribisha. Mimi sikukaribishwa. Nikakaa usiku, maono yanakuja mengi sana. Naambia huyu mzee bwana ananijanjia tena, anataka nini tena? Inabidi mwenyewe nichukue koro. Mzee, kuna 1 2 3. Akaniambia wote okay, karibu. Ndio huyo unavutwa na malaika wa kisima cha makimbilio. Wala sikuja mimi. Manake nini? Ni anointi. Kilichonivuta si mzerimo. Naweza kanigombeza nikakalishana, lakini ni anointi hapa. Si yeye, ni anointi ndio ikanivuta. Anointi inavuta. Ikanivuta. Nikasema kumbe ndio hivyo. Anointi inavuta. Uhitaji kuestablish sana kwa watu. Yenyewe inaongea, inasema. Kwa maana nini? Unapokuwa mahali hapa usichukulie poa, kuna watu watakuja wataondoka na baraka. Kwa sababu nini? Madhabahu inatakiwa ikujue. Kama kuna Nori ni yuko hapa, kama kuna Asagule yuko hapa, kama kuna Doto yuko hapa, mambo yake yanajibiwa kutokana na madhabahu. Mzelimo ni binadamu kama wewe. Siku utampigia umuombee, akuombea, atakuwa amechoka, atasema Bwana Yesu nenda hivi. Lakini ukija kwa sababu unajua umejiconnect na madhabahu, ukitamka majibu yanakuja. Kwa sababu tayari umejiconnect ndani ya madhabahu. Madhabahu imekujua wewe ni nani. Haleluya. Wewe ni nani kwa sababu una mahusiano na madhabahu inayokulea. Watu wengi tumeshindwa kuziona baraka kama vijana au kama kanisa kwa sababu madhabahu inayotolea bado haijatutambua. Ndio maana kila wakati nakumbuka lile Yesu akisoloa Bwana yu juu yangu. But kila wakati nakuwa encounter na ile neno. Ndio maana unaniona kila wakati Mungu atazidi kufungua. Atafungua kwa sababu unajiconnect. Najiconnect na nguvu ya madhabahu. Haleluya. Najiconnect ili uweze kufukua kisima. Haikuwa rahisi Yesu kwenda kufanya kazi asingekuwa na encounter roho Bwana yu juu yangu. Ndio amezifanya hizo kazi. Ndio maana wakati mwingine mzalimu analalamika sana, namshangaa Mungu. Kwa nini amenipa hichi kitu? Watu wanakuja wasiokuwa na kitu, waliokataliwa. Nini? But kumbe ni Mungu wa agano. Amekuwa hawezi kuchomoka hapa. Hawezi kuchomoka. Kwa sababu Mungu kashampa, anajua unaweza. Haikuwa rahisi. Lakini the way anavyozidi kukubali, ndivyo Mungu anampa mafanikio na baraka. Ndivyo kama watoto ambao wanatulea tunayaona baraka. Kwa sababu baba mwenye madhabahu amekubalika. Mungu amemtambua. Ametengeneza mahusiano. Manake nini? Mungu anataka utengeneze mahusiano na madhabahu. Usiwe mtu wa kwenda na miemko. Kama umekubali kuwa hapa ili uzione baraka. Haiwezekani leo ukakaa hapa, kesho kaenda sehemu fulani. Hapana, utajichelewesha. Malaika wako hapa, watakuja kuleta gifts zako, wataleta baraka zako, watakukuta haupo. Ushaondoka. Mahusiano. Kuna watu hapo inabidi warudishe mahusiano. Kama kanisa tumepoteza mahusiano na madhabahu. Ni kweli tumepoteza mahusiano na madhabahu. Mahusiano yetu tunahitaji. Anaulizwa anataka kupona. Amekaa muda mrefu. Umekaa muda mrefu kisimani.
Yako maji hapo, watu wanatakiwa wanywe. Maji yapo, maji yapo, lakini uyaoni kama kuna maji. Kisima kimeshatibuliwa kiko. Manake nini? Yesu ni maji ya uzima. Manake hapa kuna maji ya uzima ambaye neno la Kristo Mungu ameliachilia hapa. Manake kuna maji. Kuna kiu watu hapa, mkifika mahali hapa mtakunywa maji. Umekataliwa na ndugu, ukifika mahali hapa kuna yale maji ya uzima. Haleluya. 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 Maji yako. Maji yako. Maji yako. Maji yako. Maji yako. Maji yapo. Lakini sikia, Yesu baada ya kumwona vile akamwambia jitwike godoro na uende zako. Maana nini? Kulikuwa kuna hitaji sauti ya mamlaka imwambie godoro nenda zako. Acha nikwambie mchana wa leo kuna sauti ya mamlaka. Hii madhabahu inatoa sauti ya mamlaka. Kuna mahali umekataliwa, kuna mahali unakataliwa, watu wamekupiga, lakini kuna sauti ya mamlaka inasema jitwike godoro nenda zako. Kuna sauti ya mamlaka. Madhabahu inatoa sauti ya mamlaka leo. Madhabahu inatoa sauti ya mamlaka. Kuna watu wamekukataa, familia imekukataa, umeona wewe si kitu tena, lakini kuna sauti ya mamlaka ambayo imetengenezwa mahali hapa. Iko mahali hapa sauti ya mamlaka. Ilikuwa inahitaji sauti ya mamlaka. Alikuja mwenye mamlaka na mwenye sauti ya mamlaka. Bahati mchana wa leo hii madhabahu si mimi, lakini hii madhabahu inaongea mamlaka hapa leo. Kuna kifungo umefungwa siku nyingi, kuna mahali umepitia, kuna dhambi inakutesa, lakini kuna sauti ya mamlaka hapa. Kuna sauti ya mamlaka hapa. Sauti ya mamlaka iko hapa. Sauti ya mamlaka iko hapa. Sauti ya mamlaka. Hishetaradosh. Rekuto shanto radai. Sauti ya mamlaka. Sauti ya mamlaka. Madhabahu leo inaongea mamlaka mahali hapa. Madhabahu mchana wa leo inatamka mamlaka. Kuna mahali umekataliwa. Kuna mahali umeona familia ikuelewi kwa sababu tu wanakuona umeokoka. Acha nikwambie, Biblia inasema neema ya wokovu tumepewa bure, lakini tunapokaribia kiti cha enzi ametustahilisha, ametustahilisha. Maana yake tunajenga mahusiano tena na Mungu. Madhabahu inarudisha tena mahusiano kwenye maisha yetu. Acha tukubali madhabahu itutambulishe. Acha tukubali madhabahu itutambulishe. Acha madhabahu itutambulishe. Lakini ukaja ukasoma kule mbele, huyu Yesu akamkuta kijana na lukaluka juu. Alimwambia usitende dhambi. Usitende dhambi. Usitende dhambi. Kuna watu, Biblia inaniambia kwenye kitabu kile cha Warumi ile 3:23 inasema waliofanya dhambi wote walipungukiwa na utukufu wa Mungu. Manake dhambi inaondoa utukufu. Kuna wakati tulitembea kimazoea kwenye maisha yetu, utukufu kama kanisa ukaondoka, utukufu kama kanisa ukatoka. Dhambi alimwambia usitende tena dhambi. Usitende tena dhambi. Ndiyo, kuna neno la uponyaji siku leo, lakini kuna watu usitende dhambi tena. Usitende dhambi tena, maana utukufu unapoondoka, utukufu ukiondoka, mapepo yanakuja, laana zinakuja, madeni yanakuja. Maana yupo tena yule Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hayuko tena. Anapoondoka ndani ya kanisa, anapoondoka ndani ya mtu, basi yule mtu anakuwa empty, anapigwa na mapepo. Maana utukufu unapoondoka, maana utukufu wa Mungu unawakilisha uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Ndio maana kuna roho, kuna nafsi na mwili. Maana anapokuwa ndani yako anajitukuza kwa wewe hapa duniani. Maana ana anointing inaanza kuvuta vitu. Roho Mtakatifu anapokuwa kwenye maisha yako ana asili ya kuvuta vitu. Ana asili ya kuvuta vitu. Ulikuwa unakataliwa, ghafla unapendwa kwa sababu anointing ya Roho Mtakatifu. Anointing ya Roho Mtakatifu. Anointing ya Roho Mtakatifu. Utukufu uliondoka kwenye maisha yako. Uliishi kwa mazoea. Ulikaa na wokovu wa mazoea.
ulikaa na wokovu umezoea, lakini nataka nikwambie wokovu halisi wenye matokeo ndio tunauhitaji. Kama kanisa tunauhitaji wokovu halisi wenye matokeo. Tunahitaji matokeo kama kanisa. Haijalishi tumepitia wakati gani. Ona huyu mama alikaa miaka 38. Lakini hakujali. Ilitokea sauti ya mamlaka. Sauti ya mamlaka ikasema, jitwike godoro na uende zako. Kama kanisa mchana wa leo kuna mahali tumepitia, lakini kuna sauti ya mamlaka kama madhabahu. Sogea mbele, tunasogea mbele. Yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa. Roho Mtakatifu anatusogeza kama kanisa. Kama kanisa tunasogezwa tena, tunasogezwa tena kama kanisa, tunasogezwa tena. Jenga mahusiano na Roho huyu Mtakatifu. We jenga tu, jenga mahusiano na Roho Mtakatifu. Ndio tumeokoka, lakini tunauhitaji wokovu halisi wenye matokeo kwenye maisha yetu. Neno lake linasema sisi kwa Roho tunalitazamania tumaini la haki kwa njia ya imani. Tumepitia siku nyingi tena. Bwana anatulejeshea vilivyopotea. Utukufu unarejea kama kanisa. Kuna mahali tulipitia, tulikata tamaa, lakini jioni ya leo Mungu yupo, anatengeneza mahusiano mapya, mahusiano mapya, mahusiano mapya, mahusiano mapya na Roho Mtakatifu. Mahusiano mapya na Roho Mtakatifu. Kama kanisa tumetembea kwa akili zetu. Kama kanisa tukajizarau, lakini Bwana anahitaji wokovu. Bwana anahitaji wokovu wa kweli. Maana neno lake linasema, atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki baraka za rohoni ndani ya Kristo. Kwa Yesu kuna baraka, kwa Yesu kuna baraka. Maana kama kanisa kisima kimetibuliwa, maana Roho Mtakatifu atarejeshwa hapa. Roho mahusiano kama kanisa, roho mahusiano, roho mahusiano. Haya terekosh yedo shantaradash. Haya mahusiano na Roho Mtakatifu, mahusiano na Roho Mtakatifu, mahusiano na Roho Mtakatifu, mahusiano na Roho Mtakatifu. Mahusiano yetu, tujenge mahusiano mapya tena. Mahusiano kama vijana, kama kanisa, tujenge mahusiano mapya, tujenge mahusiano mapya. Kuna mahali Mungu anataka tupeleke, lakini amesema hapana. Tunahitaji mahusiano mapya, tunahitaji mahusiano mapya. Yuko hapa, yuko hapa. Roho Mtakatifu yuko hapa, anatengeneza mahusiano yetu kama kanisa. Ya radash rikoshata yamande. Kuna watu Mungu anawakutanisha na watu hao. Kuna watu hao. Maana mchana wa leo yuko Roho Mtakatifu, 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 yuko Roho Mtakatifu. Ndipo anatubadilisha hatima zetu. Hatima zetu ndio moyo wako ulibaki na uchungu, moyo wako ulibaki na uchungu, lakini Mungu anataka wokovu halisi. Ndio umefeki muda mrefu. Dhambi ya uzinzi ilikaa kwenye maisha yako, dhambi, lakini yuko Roho wa Bwana anarejesha mahusiano kama kanisa, kama kanisa, kama kanisa, kama kanisa. Anarejesha mahusiano mapya, anarejesha mahusiano mapya. Dito shantaradai, rekuto shantorai, rikoto sha. Weji connect tu. Kuna Mungu mchana wa leo anakutana. Encounter. I see the encounter. Encounter of Holy Ghost. Encounter. Ninaona encounter. Kuna watu wanabadilishwa. Encounter. Leko shataradai, rekodo shantorabai, rekuto shantorai. Encounter. Rado shantogai, rekoto shitema, rekodo shantorai. Madhabahu jioni ya leo tunapatanishwa na madhabahu.
na madhabahu. Jiconnect. Jiconnect. Jiconnect to. Jiconnect to. Jiconnect to. Jiconnect to. Jiconnect. Where you connect to. But today I see the encounter. Encounter the word. Encounter inakutoa mahali. Kuna encounter. Kuna encounter. Kuna watu wanabadilishwa leo hatima zao. Maana leo kuna encounter. Leo kuna encounter. Kisima kimetibuliwa. Oh, ulikataliwa lakini marejesho yanarejewa tena kwa jina la Yesu Kristo. Aya. Rekodo shataya. Likoto shatola. Rekuto shiandamai. Naona encounter. Encounter. Wewe jiachie tu mbele za Mungu. Wewe jiachie tu, jiachie. We pray. Maana today kuna encounter. Yes. Yes. Revival. Jede koradai. Rekudo shantoragai. Shite kataradai. Barogoda shia. Rekoto shantorai. Revival. Yuko hapa. Yeah. Bingu zetu ziko wazi. Kuna uwepo si wa kawaida. Maana I see the encounter. Kuna watu wanavushwa. Bali leo the word of sanctuary inawapatanisha. Naona kuna watu wanapatanishwa na madhabahu. Watu wanapatanishwa. Unarejeshwa kwenye madhabahu. Oh, rakoshitera. Rekite shatakata. Lekuto shitera. Rekoto shakatata. Revival. Watu wanapatanishwa tena na madhabahu. Unapatanishwa. I see the encounter. Yeah. Leko shata. Belekoto shanto ragai. Biliko shata. Kuna watu wanavushwa. Unatoka. Unavushwa. I see the revival. Yeah, kisima. Yeah, unafukuliwa tena. Unapatanishwa na madhabahu. Kuna watu wanapatanishwa na madhabahu. Oh, shala. Yedo shantoka. Likoto shatora. Uwepo wa Mungu uko hapa. Acha tuangalieni watu. Kuna uwepo wa Mungu hapa. Yuko mwenyewe. Unahamishwa. Unatolewa huko ulipo. Yeah. Watu wanapatanishwa na madhabahu. Kuna watu wanapatanishwa na madhabahu. Yela kosha taga. Madhabahu inakupatanisha. Oh. Rekoshata. Rekoto shikayama. Asha ziangalieni watu. Wepo wa Mungu uko hapa. Rekoshakayama. Yerekoda she. Baragota dashataria. Madhabahu inatupatanisha tena. Watu wanapatanishwa na madhabahu. Mahusiano na madhabahu yanarejeshwa. Mahusiano na madhabahu. Kuna watu wanapatanishwa. Mnatoka kuna hivyo vifungo. Kila potro kwa damu ya Yesu. Oh. Rekosha tagatarabash.
Yerekoto shanto ragai. Lekoto shata. Kuna watu Mungu anawahamisha hapa. Kuna watu Mungu anawahamisha. Wewe jiconnect tu. Yuko Bwana. Wako malaika ndao kazi. Yuko Mungu wa siku. Nguvu ya madhabahu. Nguvu ya madhabahu. Nguvu ya madhabahu. Reko shantara. Watu wanarejeshwa tena. Uwepo wa Mungu unatembea hapa. Tesha. Rekudosha. Uwepo wa Bwana. Uwepo wa Bwana. Wewe jiconnect tu. Wewe jiconnect tu. Ya. Yuko malaika wa Bwana hapa. 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 Yerakoshatalaba. Tunarejesha mahusiano na madhabahu. Tunarejesha mahusiano na madhabahu. Tunarejesha mahusiano na madhabahu. Ndio. Kuna watu wanarejeshewa. Madhabahu inakurejesha. Ndio. Madhabahu. Sharagosh. Rekudo shanto ragai. Leko shato. Shide kanta ragai. Rekodo shanto ragai. Lekodo shite ragai. Ndio marejesho. Madhabahu inaturejesha tena. Kaa katika hali ya maombi. Unarejeshwa. Madhabahu inataka ikutambue. Madhabahu inataka ikutambue. Madhabahu inataka ikutambue. Oh! Madhabahu. Reko shata. Rekudo shato ragai. Rekudo shente rabai. Iketa shanto ragosh. Yay! Pray. Oh. Yay! Wepo uko hapa. Wepo uko hapa. Omba. Wepo uko hapa. Wepo uko hapa. Wepo uko hapa. Wepo uko hapa. Sheraba shata. Tunarejeshewa matumaini mapya tena. Mahusiano mapya. 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 Ni wakati wa kuomba. Mahusiano mapya. Omba. Mahusiano mapya. Mahusiano mapya. Mahusiano mapya. Mahusiano mapya. Mahusiano mapya. Sherago shataragaish. Berego shatalagaish. Mahusiano mapya juu yetu. 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 Gusa Roho Mtakatifu. Mahusiano mapya. Mahusiano mapya. Mahusiano mapya. Mahusiano mapya. Kuna watu wanaguswa na mahusiano mapya. 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 Watu wanarejeshwa kwenye mahusiano. Watu wanarejeshwa kwenye mahusiano. Mahusiano mapya. 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 Kuna watu wanarejeshwa mahusiano. Mahusiano. Mahusiano mapya. Mahusiano. Roho Mtakatifu anarejesha mahusiano mapya. Anakuachia huko. Mahusiano mapya. Mahusiano na Roho Mtakatifu anakuachia na hiyo roho. Mahusiano mapya. Mahusiano mapya. Yuko hapa.
anakupatanisha na madhabahu, anakupatanisha mahusiano, anakuachia hiyo, anakuhamisha. Hiyo roho inatoka, hiyo roho inakuachia. Haya, hiyo mizimu inatoka. Yuko Bwana, inatoka in the name of Jesus. Kuna mamlaka. Huyo mzimu, hiyo roho ya mzimu, I touch fire. Wepo wa Bwana, peleka tu mbele, kula na hudumia na Bwana. In the name of Jesus. Wepo wake Bwana, nguvu ya Bwana hiyo, ayatoka hiyo roho ya mzimu. Hiyo roho ya mzimu inakuachia, imefarakanisha mambo yako, imefarakanisha. I touch hiyo roho ya Freemason, achia ndani yake, atakumtoa hiyo roho. Pesh. Hiyo roho inatoka. Wepo wa Bwana yuko hapa. Bwana anakupatanisha leo. I see the new dimension. Bwana anakugusa. Wapelekeni mbele. Roho wa Bwana anakugusa. Bwana anakuachia neema yako. Bwana anaachia neema yako. Bwana anakufunguka. Neema yako Bwana. Wepo wako Bwana. Neema yako Bwana. Bwana anakuhamisha. Mwanzo mpya. Bwana anarejesha mahusiano yako tena. Madhabahu inarejesha mahusiano yako. Unarejeshwa tena. Uwepo wa Mungu unarejea tena. Roho ya kukata tamaa inatoka. Roho ya kukata tamaa inakuachia. Ofu inakuachia. Ndio mguso tena. Mguso wa Roho Mtakatifu upo. Yes. Naona the new dimension. Roho Mtakatifu anakugusa. Roho ya ofu inaondoka. Naona mwanzo mpya. Touch is the Lord. Rekoshatada. Shite rekotosha. Rekotoshantora. Berekotoshia. Rekoshata. Lekoshide. Rekotoshai. Rekudoshia. Rekobasha. Yebash.